Gumza. Ni muhimu kueleza hisia zako badala ya kuficha maumivu. Ndiyo. Kusaidia watoto. Watoto wanapaswa kusaidiwa kuelewa kifo kwa lugha rahisi inayowapa usalama. Amina. Wakati wa msiba, jamii, rafiki, jirani wanatakiwa kusikilizana. Ndiyo. Amina. Amina. Kuna kitu ambacho kinanisikitisha kwenye moyo wangu, kukuta jirani na jirani hawasalimiani. Kwa sababu mimi nimetoka huko mbali kuja kuhubiri, sikuwa na ndugu wala rafiki wala mtu yeyote nayemfahamu. Ndiyo. Nilitunzwa na bibi mmoja wa Malangu. Yule bibi ndiye aliyekuwa ananiletea ndizi, ananiletea mahindi. Na yule bibi alinikuta pale kwa Minja nikiwa nina siku 3 sijala. Kweli alinitambua ya kuwa nina njaa, akaniletea chakula nikala. Kapata siku nikaenda kumtembelea. Injili iliendelea mpaka wa leo. Amina, amina. Amina. Sikuokotwa na naye nifahamu. Ndiyo. Je, wewe unayemfahamu jirani kama umsalimii, je, unafikiria nini? Amina. Amina. Kwa sababu tumeona hapa anasema usaidizi wakati wa jamii. Hebu soma tusikie anasemaje. Usaidizi wa jamii. Ndiyo. Ni desturi kwa marafiki na majirani. Ni desturi. Hebu sema ni desturi. Ni desturi. Kuna desturi, kuna taratibu, kuna sheria. Ndiyo. Kuna desturi, kuna taratibu, kuna sheria. Ndiyo. Hatuwezi kuacha desturi yetu wa Tanzania. Kweli. Kuangaliana. Amina. Amina. Tunatakiwa kufahamu kwamba katika hii dunia tunayoishi kuna watu wa aina 3. Ndiyo. Watu wa aina 3, kuna wafanyakazi, kuna watu ambao ni wa kujitolea. Ndiyo. Kuna watu ambao wanajiajiri. Ndiyo. Naposema wafanyakazi, maana wake walioajiriwa. Katika watu wanaojitolea, maisha yao siku zote yanakuaga changamoto. Kweli. Naposema kujitolea, nadhani nyote mnaelewa. Mimi nimetoka Katoliki na huyu mwenzetu alikuwa Katoliki. Toka usichana wake amefanya kazi Katoliki, amekwenda kujitolea kwenye hospitali. Akatoka hapo usichana wake akaenda kujitolea Katoliki. Akatoka hapo akaingia Charismatic, akaja kwangu akiwa ametoka Charismatic. Ndiyo. Mpaka hapa akakaa na mimi akiwa katika utume. Hivi unafikiri kwenye akili yako ana kitu gani kwenye fikira zake? Ana kitu ambacho hawezi kutoka kanisani aende kwa jirani. Amina, amina. Amina. Haanze kumwambia jirani kuna hili, kuna hili. Ataamka asubuhi atamsalimia jirani. Ndiyo. Tunajua utume wa ukuhani ulivyo. Mimi nimeishi, jina langu naitwa Ireneus. Ireneus nilipewa na padri anaitwa Ireneus. Maisha yake yote alinifundisha kuishi katika hekalu. Maisha yake yote. Na mimi nikajifunza hivyo na nikaishi hivyo maisha yangu yote. Siku anajua baba yangu kule anafanyaga nini. Siku anajua kuna michango ya kijiji. Siku anajua kuna michango ya mtaa. Siku anajua kuna kitu gani. Tutaenda kwenye msiba nimbebee begi, tutafika pale, atazika. Lakini sitauliza hapa mlifanyaje. Amina. Amina. Kwa hiyo mimi ni vigumu kuja kutambua kama mimi sijapata mwongozo. Ndiyo. Amina. Amina. Ni vigumu sana. Lakini endapo nimepata mwongozo au nimeona lilikotendeka na linakofanyika, nitafanya. Kwa hiyo naomba lawama nyingi msiweke juu ya marehemu. Amina. Amina. Tutambue utume wake. Na nadhani kuna wengine hawathamini utume wa mtu. Wanathamini maisha yao na kazi zao. Ndiyo. Utume ni kazi ngumu kuliko unavyofikiria. Kweli. Utume ni kazi ngumu. Nenda kamuulize shehe, kamuulize ustazi, kamuulize padri, kawaulize wachungaji. Wanafika hatua na kula mtama. Tulikuwa Karagwe kule Rwanda, mpakani mwa Rwanda na Tanzania. Padri Joseph akaja kule.
alikuwa anatembea kutoka kijiji cha pili kuja kijiji cha tatu akafanya ibada. Siku moja akazuiliwa na fisi kwenye vichaka. Vijana waliokuwa wanachunga kondoo ndio walimwokoa. Tunaomba tusamini sana watu wanaojitoa kwenye utume, na tuwatambue na tuwafahamu kwamba wako ndani ya kijiji. Kama wako ndani ya kijiji, tuwatambue kwamba wao wanapopumzika, sisi ndo mstari wa kwanza kufika. Sisi ndo tunatakiwa tuwaangalie. Yawezekana wao unasema akuombei, lakini yeye anapoomba anaombea roho zote zilizotumwa na Mungu duniani. Ndio. Kama hujatumwa na Mungu duniani hautasamini maombi yake. Kweli. Amina. Amina. Lakini kama umetumwa na Mungu duniani utasamini maombi yake. Ndio. Tuwatambue. Kuna watu ambao wanajiajiri. Wazee wanafika hatua hana kazi, amewekewa nyumba hapo na watoto wake, na watoto ndio hivyo, maisha magumu, wanakimbia mjini kutafuta kule na kule. Wale wazee waliojiajiri hana pension. Ndio. Sisi ndo pension yao. Sisi jirani ndo pension yao. Ndio tutawatembelea. Umuulize mzee, umekula, umekunywa, umelala? Amina. Amina. Kwa sababu sisi ndo tuwaangalizi wake. Wanaofanya kazi serikalini wana pension, lakini waliojiajiri hawana pension. Ndio. Amina. 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 Kwa hiyo tunatakiwa kuwa makini na hao. Ndio. Amina. 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 Kwa sababu watu hao hawana ajira ambayo wanapaswa kupata pension. Ninaposema kuna wazee wasiojiweza, nadhani mnaelewa. Ndio. Mnaelewa sana. Amina. Amina. Unajua jambo kama likuhusu huwezi kujua kama lina uzito. Ndio. Lakini likikuhusu ndipo utajua lina uzito. Amina. Amina. Kwa hiyo majirani ambao walikuwa wanafika, na hapa pongezi sana, lakini pia tujitahidi kuwa na desturi yetu. Sheria ipo na utaratibu upo, lakini desturi haiwezi kuondoka. Ndio. Amina. Amina. Haiwezi kuondoka. Ukikuta mtu ameanguka shambani, lazima utamwangalia, huwezi mpita. Lazima muulize ni nini kimekukuta. Lakini unajua analalaga wapi? Hapana. Paka uulize kwamba anatoaga nini. Amina. Amina. Muongeze tena Yesu makofi jamani. Soma msomaji. Kuepuka tabia mbaya. Inashauriwa kuepuka sifa zisizo za kweli kwa marehemu. Na usikia anasema tunatakiwa kujiepusha tabia mbaya, sifa mbaya kwa marehemu. Au tabia zinazovunja maadili ya jamii. Ndiyo. Na imani wakati wa maombolezo. Ndiyo. Jamii au wanakijiji tunapoishi tuwatambue watu wa aina hii. Ndiyo. Wanaojitolea makanisani. Ndiyo. Maskini, wajane, yatima, wagonjwa wa akili. Ndiyo. Yani vichaa. Tunapoishi nao tusiwawekee sheria zaidi kama wanaojiweza, kama mtu wa namna anayeishi na wanaojiweza. Ndiyo. Watahusika jambo lolote litakalompa faraja ya maneno. Toa maneno ya faraja yanayofaa, ukiepuka kusema najua unavyojisikia, isipokuwa kama umepitiwa hali hiyo hiyo. Soma. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 15 mstari wa 4, nasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Amina. Lakini walipomgeukia Bwana Mungu wa Israeli, ndiyo, katika msiba wao na kumtafuta, akaonekana kwao. Ndiyo. Kitabu cha Maombolezo 1 mstari wa 16, nasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Amina. Mimi ninayalilia mambo hayo. Ndiyo. Jicho langu linachuruzika maji, kwa kuwa mfariji yu mbali nami. Ndiyo. Ambaye alimpasa kuniuisha nafsi. Watoto wangu wameachwa peke yao. Ndiyo. Kwa sababu huyo adui ameshinda. Amina. Kiangalia hapa katika kipeperushi chetu na cha neno letu la leo,
utaona kuna picha za aina mbalimbali, picha ya majengo, nyumba ya majani, nyumba iliyojengwa kwa design fulani na design fulani. Hii ni ishara ya kwamba sote hatulingani kimaisha. Ndio. Na kama mtu anakataa, huyo hana akili timamu. Kweli. Nimetembea hapa Tanzania, kuna sehemu tulienda Usukumani, tulishindwa hata kumzika mtu, tulibidi tutafute serikali watusaidie. Amina. Amina. Kwa sababu ile nyumba wajiwezi kabisa, na yule mtu ni mkulima, lakini tulishindwa. Tufanyeje? Tukabidi twende serikalini tuombe msaada, serikalini watusimamie yule mtu atoke mochwali. Tukaja, watumishi wa Mungu haturuhusi kuchimba kaburi, lakini nilishika sururu. Ndio maana Mtume Petro akasema muwe tayari kwa wakati unaofaa na usiofaa. Tulishika sururu. Kijiji alikokuwa ni mbali na kijiji kingine. Ndugu zake walikuwa wamebaki watatu kwenye ule mji. Mmoja ni kichaa, mmoja ni mzee, aliyekufa ni kijana. Amina. Amina. Atulingani uwezo. Ndio. Atulingani. Kama vidole visivyolingana, tulingani. Ndio. Na hatuwezi kulingana kwa sababu Mungu ametuweka tutegemeane. Ndio. Aliye mdogo amtegemee mkubwa, na aliye mkubwa amtegemee mdogo. Ndio. Hata ukienda kisheria serikalini, watu hawalingani.